Karibu tena mwana michezo mwenzangu ambaye unaendelea kufuatilia Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo. Nikukaribishe tena kuendelea kuzidadavua zile habari zote ambazo zimejiri hii leo Aprili 13, 2026. Katika ligi kuu NBC Tanzania bara kulikuwa na mchezo wa klabu ya soka ya Young African Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji FC. Mchezo ambao umechezwa katika viunga vya mjini Singida katika uwanja wa Airtel Stadium. Mchezo huu ambao umezaa matokeo ya klabu ya soka ya Yanga kutandikwa magoli 3-2 na kupoteza alama katika mchezo huo, huku klabu ya soka ya Dodoma Jiji ikiondoka na ushindi wa mabao 3 na kubeba alama zote 3. Matokeo yalibadilika katika kipindi cha pili, huku kwa kipindi cha kwanza wakiondoka mapumziko kwa klabu ya soka ya Yanga ikiitangulia mbele kwa mabao 2-1 Dodoma Jiji FC. Baada ya kurudi katika kipindi cha pili, mchezo uliweza kubadilika. Dodoma Jiji iliweza kufanya comeback ya nguvu ikisawazisha kwa goli la kujifunga wenyewe wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga kupitia mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto, captain wa klabu ya soka ya Yanga. Aliweza kutia nyavuni mpira ambao pigwa cross iliyolenga lango, baada ya kuokoa akajikuta ameuzamisha golini. Kabla ya dakika 90, timu ya Dodoma Jiji inaongeza goli lingine na kuwapa ushindi katika mchezo huo. Mchezo unamalizika huku mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga hawaamini macho yao kwamba timu yao inapoteza mchezo mbele ya Dodoma Jiji FC ikiwa ugenini. Lawama nyingi wakizidondoshea kwa mchezaji nambari 1 golini Djigui Diarra alipoamua kuomba substitution apate nafasi ya kutoka nje kwa kuhisi amepata majeraha, hali ambayo inasadikika huenda ndiyo imechangia kupoteza mchezo huo siku ya leo. Na baada ya mchezo huo kumalizika, klabu ya soka ya Yanga kupitia msemaji ama afisa habari wa klabu hiyo Ali Kamwe aliweza kutoa neno kuhusu hali ya klabu kwa sasa baada ya kupoteza kwa mchezo huo. Amesema hivi: moja katika siku ngumu ya kimpira kwa klabu yetu Young Africans ni siku ya leo. Tumepoteza mchezo wa ligi kuu ya NBC baada ya fomu nzuri ya muda mrefu, michezo 42 kwa jumla. Hatimaye tumepoteza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji leo. Ni sehemu ya mchezo wa mpira wa miguu, hakuna timu isiyofungwa duniani, lakini kila anguko lina funzo kubwa nyuma yake. Ni nafasi sasa ya benchi la ufundi, wachezaji na viongozi kwa ujumla kuichukua anguko la leo kama sehemu ya kwenda kufanyia kazi kwenye michezo inayofuatia. Bado tupo juu ya kilele cha msimamo, na hapo ndiko umuhimu wenyewe ulipo, kuongeza umakini na juhudi kuhakikisha tunakwenda kutetea ubingwa wetu wa ligi kuu ya NBC msimu. Niwaambie wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, leo ni siku mbaya, lakini leo ni siku ya sisi kukaa na kutathmini michezo 7 iliyobakia, tunaiingia vipi kuhakikisha hatupotezi tena alama na tunakwenda kuutetea uchampioni wetu wa ligi kuu ya NBC. Leo tumepunguza tu gap, lakini hatujapunguza utawala wetu kwenye nafasi ya kwanza. Pointi zilikuwa 5, kama watashinda wapinzani maana yake tutakuwa tumepunguza hizo alama. Tuinuke sasa, tujiweke sawa, mapambano bado yanaendelea, haiwi mwisho mpaka ufike mwisho, na mwisho ni nani atakwenda kuwa bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Bwana, kikosi cha Yanga automatically hakikuwa sawa katika mchezo wa siku ya leo, licha ya kuwa mchezaji mmoja wengine walikuwa wakifanya vizuri, hususani mchezaji Starboy Alane Okello alionyesha performance ya hali ya juu na kuwezesha kushinda magoli 2 katika mchezo huo. Imekuwa ni beaten ya kwanza kwa klabu ya soka ya Yanga katika msimu wa mwaka huu 2025-26 katika ligi kuu NBC Tanzania bara. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kimichezo, teki, burudani pamoja na masuala ya kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili usipitwe na kila content ambayo inahusu dondoo hizi kila wakati. Tukutane tena hapo baadaye.